Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao ambao wameweza kuitoa leo hii ya utambulisho wa nyota mkubwa ndani ya kikosi chao, ambapo wanafahamu ya kwamba haya ni maboresho ya kikosi cha klabu ya Simba, ikiwa ni sambamba na kuongeza mastaa wakubwa kwenye timu yao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafanikisha azma yao ya kulitawala soka la Afrika. Simba Sport Club wamekuwa mstari wa mbele kuleta nyota wakubwa kabisa barani Afrika, ambapo leo hii kupitia rais wa heshima, hapa nazungumzia Mo Dewji, wamekwenda kumtambulisha nyota mkubwa kabisa barani Afrika ambaye wametumia kiasi kikubwa cha fedha ili kuweza kupata saini yake. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media. Karibu. Bana, wekundu wa Msimbazi Simba ambao kwa sasa wanasubiri kucheza fainali yao ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RC Berkane kule Morocco, ambako unafahamu ya kwamba klabu ya Simba kwa sasa imekuwa ikiendelea kuweza kujizatiti kweli kweli, na imeweza kukamilisha sajili yake kubwa kabisa ndani ya kikosi chao. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu faili zima niko nalo hapa, ambapo siku hii ya leo walikuwa na mkutano na kuweza kuweka azalani kuhusiana na dili kubwa ambao wamekwenda kuifanya ya kumsajili mshambuliaji namba 9, mshambuliaji wa mbele kabisa. Hapa nazungumzia maeneo ambao wanacheza kina Lionel Ateba na Dese Mukwala. Unaambiwa Simba kwa muda mrefu walikuwa wakiweza kufukuzia saini ya mshambuliaji kutoka pale Angola. Nazungumzia Paciencia Mabululu, miongoni mwa watu ambao walikuwa wakitajwa kwenye kikosi cha Simba kwa hivi karibuni. Mabululu ni miongoni mwa nyota ambao walikuwa wakiweza kuhusishwa kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya Simba kwa msimu uliopita, lakini ikashindikana mara baada ya Al Ahly Tripoli kuweza kuweka bilioni kadhaa na kumpata nyota huyo. Na sasa inaelezwa kwamba mchezaji hatimaye ameweza kutua katika mikono ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya yeye mwenyewe kuweza kumalizana kule na klabu ya Al Ahly Tripoli ya nchini Libya. Unaambiwa Simba waliweka donge nono, ambapo ni kunasa saini ya mshambuliaji Agostinho Paciencia Mabululu anayekipiga katika klabu ya Al Tripoli ya Libya, ambako amemalizana ili ambapo dililo ambalo limekamilika la kujiunga na wekundu wao wa Msimbazi, ambapo inaelezwa kwamba Simba walifanya mazungumzo ya moja kwa moja na wakala wa Mabululu na mchezaji mwenyewe, na wote walikuwa tayari kulipa kiasi cha juu zaidi kunasa saini ya mshambuliaji huyo hatari zaidi, ambapo klabu ya Simba inaelezwa kwamba zaidi ya shilingi milioni 900 imeweza kutoka ili kuweza kupata saini ya Mabululu, ambapo inaelezwa amesaini mkataba wa miaka 3 wa kuitumikia klabu ya Simba Sport Club. Simba wamemalizana na mshambuliaji huyo baada ya kumaliza hapa nazungumzia kumalizana kwa pande zote mbili, ambapo tayari unaambiwa kila kitu kimeweza kuwekwa bayana. Mkataba ambao waliweza kusaini umeweza kuwekwa hadharani, ambapo tajiri Mo Dewji ndo amehusika katika sajili hii ambayo ni kubwa kweli kweli. Simba pia kwa sasa inaelezwa kwamba hawajamaliza katika mchakato wao wa kuweza kumalizana na nyota ambao wanawahitaji kwenye kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba sasa nguvu zote mara baada ya kuweza kumalizika kwa Mabululu wanahamishia majeshi kwa Faisal, ambaye inaelezwa kwamba tajiri anahitaji kuweza kuondoka Tanzania ikiwa amemalizana na Feitoto. Inaelezwa kwamba tayari mazungumzo yameshaanza, na kwa sasa kinachosubiriwa tu ni ofa ambayo klabu ya Simba walimpa Feitoto ya kusaini kandarasi ya miaka 3 ikiwa na thamani ya shilingi milioni 850
30, mshahara wa milioni 50, gari pamoja na nyumba ambayo amesema kwamba watampatia aweze kuijibu ofa hiyo, kama yuko tayari aweze kusaini kandarasi mapema kabisa. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kushuhudia mchakato huo kama utaweza kufanikisha kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mmoja akiweza kuona namna gani ambavyo jambo hili litakaweza kufanikishwa katika mchakato huu, ambapo kila mmoja anaona ya kwamba itakuwa ni hesabu kubwa sana ambayo klabu ya Simba wanakwenda kuifanya kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo kila kitu kitaweza kukamilika katika shughuli hiyo. Lakini katika taarifa nyingine ambayo pengine mashabiki wa klabu ya Simba watarajie na wakae mkao wa kula, wajitengeneza kisaikolojia, ni kwamba unapofika fainali kama hivi, basi jua ya kwamba wachezaji wako wanatizamwa kila mahali. Na sasa inaelezwa kwamba huenda hapa nazungumzia kwa ofa ambazo zinazidi kuja kuhusiana na Jean Charles Ahoua, pengine klabu ya Simba kama wasipojishikilia vizuri, basi wanaweza kumpoteza mchezaji huyu. Unaambiwa leo hii klabu ya Rosenborg inayoshiriki ligi kuu ya nchini Norway inatajwa kumfuatilia kwa karibu kiungo wa Simba Jean Charles Ahoua kuona kama kuna uwezekano wa kuipata saini yake. Nyota huyo alijiunga na Simba mwaka jana, pia amekuwa akihusishwa na UD Almeria nchini Hispania. Hii ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa. Unaona bana, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja akiweza kuzungumza la kwake. Lakini unaambiwa Al Hilal Omdurman ya kule hapa nazungumzia Sudan, wameweza kupeleka ofa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wakiweza kumhitaji Joshua Mutale. Unaona namna gani ambavyo mambo yanazidi kuweza kung'ara kwenye kikosi cha Simba, ofa zinazidi kumiminika, ambapo pia katika ofa nyingine inaelezwa kuwa klabu ya Al Ittihad ya nchini Libya inamwinda kwa karibu kiungo wa Simba Fabrice Luamba Ngoma, ambaye anaelekea kumaliza mkataba ndani ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Taarifa zinadai kuwa management inayomsimamia nyota huyo imepokea ofa nono ya sign on fee na mshahara kuliko anaolipwa kwa wakati huu katika klabu ya Simba. Na Simba imekuwa na mazungumzo na nyota huyo kwa wiki kadhaa sasa, lakini bado hawajafikia mwafaka wa nyota huyo kusalia baada ya mkataba wake kumalizika. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo ofa zinazidi kumiminika kwa wachezaji wa klabu ya Simba Sport Club, huku kukiwa na taarifa ya kwamba kuna nyota mkubwa ambaye anaelekea kwenye kikosi cha Young Africans. Ni nani huyo? Tutakwenda kujua katika taarifa nyingine ambayo nitakuwekea hapo. Weka maoni yako hapo chini katika upande